Tunaendelea na darasa yetu ya fiqh ya mabadi al-fiqhiyya. Wiki iliyopita tulimaliza sharti za kusujudu. Leo tutaingia kwenye sunanu salati kabla dukhuli fiha, sunna za swala kabla ya kuingia katika swala. Kabla mtu hajaingia katika swala, kuna sunna ambazo mtu atakutana nazo. Shekhe anasema sunanu swala, sunna za swala. Sunanu swalati kabla dukhuli fiha, sunna za swala kabla ya kuingia hiyo swala. Anasema moja, al-adhanu lisalawati al-khams. Sunna ya kwanza kabla hujaingia katika swala ni adhana ya swala tano. Sunna ya adhana, na adhana inakuwa kwa ajili ya swala tano, yaani ni sunna katika swala tano, fi safari wal hadar, ukiwa safarini au ukiwa mjini. Uwe safari au uwe mjini, ni sunna. Baada dukhuli alwaqt, lakini inakuwa sunna ya adhana baada ya kuingia wakati wa hiyo swala. Ukishaingia wakati wa swala, ndio inakuwa sunna sasa wewe kuadhini. Na sunna hii ni kwa ajili ya swala ya faradhi tu. Hakuna swala ya sunna ikawa na sunna yenyewe kuadhini. Ni sawasawa hiyo swala iswaliwe jamaa au iswaliwe si jamaa, hakuna adhana, kwa sababu swala yoyote ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam imeswaliwa kwa jamaa na Mtume hakuadhini, si sunna tena kuadhini katika hiyo swala, hata kama itaswaliwa kwa jamaa. Kama vile swala ya Idi. Swala ya Idi ni swala ya sunna na inaswaliwa kwa jamaa, lakini huwezi kuadhini. Swala ya kuomba mvua inaswaliwa kwa jamaa, swala ya kupatwa jua au mwezi inaswaliwa kwa jamaa, lakini swala zote hizi haziwezi kuswaliwa kwa adhana. Au swala ya tarawih, tunaswali sunna ya tarawih, tunaswali jamaa, lakini hatuwezi kuadhini kwa sababu adhana imewekwa kwa ajili ya swala tano za faradhi basi. Na sunna hii ni sunna kwa wanaume, ni sunna kwa wanaume, ndio sunna kwao kuadhini. Akina mama shar'an hawatakiwa dhihirishe sauti zao, kwa hiyo inakuwa sio sunna kwao wakitaka kuswali kuadhini. Wakina mama ni sunna kwao, yani sheria imewataka wasinyanyue sauti, kwa hiyo wao hawana sunna ya kuadhini katika swala zao. Lakini ni sunna kwa wanaume, ni sawa sawa wewe unaswali jamaa au wanaume wao wanaswali mmoja mmoja. Madhari unaswali swala ya faradhi, ni sunna kuadhini. Pameadhiniwa msikitini, umeswali msikitini, huwezi kuadhini tena. Lakini swala imekukuta nje ya msikiti,
basi ni sunna kabla hujaswali uadhini. Na adhana maana yake ni kuwajulisha watu kwamba wakati wa swala umefika na watu wanalazimika kuja kuiswali hiyo swala. Ndio maana ya adhana. Adhana ni uwito. Kisa cha adhana ni kirefu, hatuwezi kukimaliza saa hizi. Anasema baada dukhuli alwaqt, adhana ni sunna baada ya kuingia wakati wa hiyo swala, illa fi subh, isipokuwa katika swala ya subuhi, swala ya alfajiri. Fa innahu yusannu lahu adhanani, swala ya alfajiri ni sunna kuwa na adhana mbili. Yusannu lahu adhanani, ni sunna kuadhini adhana mbili. Ahaduhuma min nisfi al-layl, adhana ya kwanza itaadhiniwa kuanzia nusu ya usiku. Mtu anaweza akaadhini kuanzia nusu ya usiku na kuendelea, mtu anaweza akaadhini adhana ya kwanza. Utasikia baadhi ya misikiti saa 9 wanaadhini, baadhi ya misikiti saa 10 wanaadhini. Hii inaitwa adhana ya kwanza. Adhana ya kwanza haina sharti mpaka wakati wa alfajiri uingie, sio lazima, kwa sababu adhana hii kazi yake mbili. Hii adhana ya kwanza kazi yake mbili. Kazi ya kwanza ni kumwamsha aliyelala ili anyanyuke kuswali usiku. Yaani yule ambaye alikuwa amelala, usingizi umempitia, hakushtuka yeye mwenyewe, pakiadhiniwa akasikia adhana, atashtuka, ataswali swala ya usiku. Lakini faida ya pili, adhana hii inamjulisha aliyekuwa amesimama usiku kwamba wakati wa swala ya usiku unakaribia kuisha, kwa hiyo ajiandae kuswali witiri. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo adhana hiyo miongoni mwa kazi zake hizo. Lakini vile vile adhana hii kama ni Ramadhani inakwambia wakati wa kuendelea kukula daku upo, itakuamsha ili wewe ulionuia kufunga ule daku, kama ilivyokuja riwaya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannakum adhanu Bilal, isikudanganyeni adhana ya Bilali, kulu washrabu. Mkimsikia Bilali anaadhini adhana ya kwanza, endeleeni kula na kunywa, hata yuadhina ibn Maktum, mpaka adhini adhana ya pili ibn Maktum. Naye alikuwa kipofu, haadhini mpaka aambiwe bwana tayari, ndio anapanda anaadhini. Waadhini walikuwa wawili, Bilali na Abdullah ibn Maktum. Kwa hiyo Bilali alikuwa anaadhini usiku sana, na wakati mwingine alikuwa anapita mpaka kwenye majumba ya maswahaba, anawaamsha swala mpaka anapita nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Mtume, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, mpaka Mtume akasema hili neno ij'alha fi adhanika al-awwal, litie kwenye adhana yako. Sasa hii ya salatu khairu minan naum, Mtume kalitia kwenye adhana kwa kumsikia Bilali analisema hili neno. Kwa hiyo mwadhini akipita nyumbani kwako dirishani, swala swala swala, usimwambie tunatupigia kelele bana. Alikuwa anafanya hivi Bilali. Bilali alikuwa anafanya hivi. Kwa hiyo hiyo ni adhana. Tumesema adhana ni kwa ajili ya swala ya faradhi, na adhana ni sunna kwa ajili ya wanaume, na wanawake sio sunna kwao kuadhini. Adhana zote 4 lazima wakati uingie ndio paadhiniwe, isipokuwa alfajiri. Alfajiri ina adhana 2, moja inaadhiniwa kabla ya wakati na ya pili inaadhiniwa ndani ya wakati. Sawa? Wa thanihima baada tului alfajr,
na adhana ya pili ya alfajiri ni baada ya kuwa alfajiri tayari imeshachomoza. Na sasa hivi majira yanatuonyesha kwamba alfajiri inachomoza saa 11 na dakika 20 na ngapi? Na dakika 20. Saa zenyewe zima dakika 23, lakini sio tofauti. Kuanzia na dakika 20 alfajiri tayari ishaingia. Kwa hiyo unaposikia adhana ya kwanza na wewe ulikuwa hujaswali usiku, nyanyuka, piga mswaki, tawadha, angalau upate rakaa 3 za witri, kwa sababu witri ni katika swala za usiku. Kwa hiyo ukiamka ukapata rakaa 3 za witri, wewe unahesabika umeswali usiku. Maanake ukupata kipande kirefu cha kuswali. Lakini kama utakuwa umesikia adhana ya saa 10 unalisali moja, na utaswali swala unazotaka hapo katikati, rakaa unazotaka. Utaswali rakaa 2 utatoa salamu, rakaa 2 utatoa salamu, mpaka utakapochoka mwenyewe, ukaswali na witiri yako. Basi unasubiri adhana ya pili. Adhana ya pili unajisogeza msikitini. Anasema suna ya pili kabla ya kuingia kwenye swala, al-iqamatu muttasilatu biswala, ni kukimu sasa ambako kunaambatana na swala. Adhana haiambatani na swala. Adhana unaadhini, unakaa robo saa, ndio panakimiwa. Lakini ikama inatakiwa iambatane na swala. Huwezi kukimu alafu ukapita kama dakika 5 na hakuna sababu za msingi. Al-iqama muttasilatu biswala, ikama inakuwa moja kwa moja imeambatana na nini? Na swala. Na ndio maana anayekimu hawezi kukimu isipokuwa muone imamu. Hakimu kwa kuangalia saa. Adhana ndo inaangaliwa muda, kukimu hakuangalii muda. Ikama iko kwenye mikono ya imamu, sio ya muadhini. Sisi tunaelewana jamani? Hata Bilali alikuwa hakimu mpaka amuone mtume kaingia msikitini, ndio ananyanyuka hakimu. Kama mtume hajaingia msikitini, Bilali hakimu. Kwa hiyo kukimu ni kuingia imamu, kwa sababu kukimu ni kuwajulisha wale wanaosubiri kuswali kwamba sasa wanyanyuke kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kuswali. Ndio maana ya kukimu. Kukimu ni kuwajulisha walioko ndani wanyanyuke kwa ajili ya kuswali. Ndio maana kukimu, mtu anaweza kakimu hata kama akushika mikrofoni, anaweza kakimu tu, kwa sababu anawajulisha ni hao waliomo ndani. Adhana ni uwito kwa walio nje. Sisi tumeelewana jamani? Kwa hiyo suna ya pili kabla ya kuingia kwenye swala, al-iqamatu muttasilata biswala, ni kukimu ambako kunaambatana na swala. Sasa swala zingine zote ambazo hazina adhana wala kukimu, watu wanasimamaje? Neno lolote litakalotumika, kumu li salatikum, salatu jamia, maneno haya yatatumika. Salatu jamia, rahimakumullah, watu watasimama kwa ajili ya kuswali. Hapo hakuna adhana wala hakuna kukimu.